Sasa password ya wewe kumweza mkeo ni mambo matano tu. Haya matano tu ukiyashikilia haya, basi mwanamke umempata. Wanasema wanawake wanahitaji sifa nyingi kwa wanaume. Anamtaka mwanaume mwenye kifua kipana, mrefu, mweupe, mweusi. Wanataka vitu kama hivyo, lakini kuna sifa kama 5 au 6. Kila mwanaume akiwa nazo, basi aseme wanawake wote mimi ndo kiboko yao, hawafurukuti. Mapenzi yana stage 15. Kuna stage inaitwa gharam, inaitwa shaghaf, mafuriko ya mapenzi. Basi mafuriko ya mapenzi yanabustiwa na haya mambo matano. Mtaka mwanaume mcheshi, yani romantic, mlaini, flexible kwa ajili ya wao. Mtaka mwanaume mlaini, mcheshi. Hawamtaki mwanaume mgumu. Mwanaume alokuwa romantic, basi huwa muda wote anacheka na wanawake, anafurahi na wanawake, anawapamba wanawake, anawavisha wanawake. Hizo zote ni sifa moja hiyo. Lakini ukiwatizama wanawake leo, kama wamependeza, wamejipendezesha, hawajapendezeshwa. Sifa ya kwanza, wanamtaka mwanaume huyu atif. Sifa ya pili, wanamtaka mwanaume karimun, mkarimu, asokuwa mkavu na mbakhili. Hii sifa ya kutoa inafungua moyo hata kwa wanaume sisi. Kimona kuna mtu la yarudu yadi lamis au sail, hakurudishi mikono mitupu, basi humwona ni mtu wa maana. Bwana, kuna mtu bwana, nikikwama tu nikienda bwana ananielewa sana, alhamdulillah, automatically unampenda. Asa mwanamke, naomba mafuta, sina, na anaona unayo. Naomba hichi, sina. Sasa baba fulani, unatamaa wewe, unanisumbua, sitaki kuomba. Maumbile ya wanawake ni kuomba na hawatosheki. Nampe tu kile kidogo bwana, naye haya, na usisubiri mpaka hata kuombe. Bwana we, hii sifa ya ukarimu ni sifa mninati ya ajabu sana hii. Narudia tena, wanawake wanamtaka mwanaume romantic na wanamtaka mwanaume mkarimu. Yani wewe ukiwa mbaili kila siku, ndoa zitakusumbua, wallahi zitakusumbua ndoa. Nikwambie tu ule ukweli. Jambo la tatu, bila ubishi, wanamtaka mwanaume nadhifun, mwanaume msafi. Hata miwani shekhe ni za macho, lakini pia tafuta miwani nzuri, sio ile miwani utafikiri dokta. Angalia miwani ya Sheikh Shafi, angalia kilemba chake, angalia kilemba changu. Wanapenda mtu nadhifu, kunukia. Hasa hata kama unauza mkaa, kila mtu akujue, jiweke bwana, unakuwa kama Sanguini. Itakiwa uwe Redmatic, sawa, au Fredmatic au Mirancol. Mirancol ni mtu, hata hapa mimi nishakuwa Sanguini. Maana Mirancol kifungo hiki haachi wazi, lazima wewe Mirancol. Lakini Sanguini, bwana vipi kwa bwana, Sanguini wanamtaka Mirancol. Mtu akiwa Mirancol ashavaa, lakini bado hizi nyusi atazirudisha hivi, atajiweka sawa. Perfume, yule mkaka anajiweka, si mchezo. Chana ndevu zako vizuri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa zaidi ya hivyo. Na Waislamu ni wasafi. Jiweke vizuri. Nguo si size yako, unaivalia nini? We shati mpaka magoti. Hapana. Lazima ujiweke vizuri kabisa. Wanamtaka mtu nadhifu. Wanawake wanapenda sana hiyo. Sifa ya 4, wanampenda mwanaume mvumilivu. Najua mvumilivu hula mbivu. Wanawake wanayao, anaweza akakutibua afu anakudai talaka, niache sasa hivi. Wanawake si wa fasaha. Saa nyingine amekasirika tu, sasa ile lugha yake anadai talaka, lakini hamaanishi umwache. Basi baadaye ukimplease, akisha, mimi nakupenda ila tu ndio hivyo unaniudhi. Sasa njia ni kuomba talaka. Sasa hataki, bora nikuache tu basi. Niache.
mwisho mnaachana, hawamtaki mtu. Wanamtaka kweli, mwanaume umenizidi, we ni mvumilivu, unanivumilia. Lakini kuna wanawake anajua kabisa mimi mume wangu anivumilia, nikifanya mchezo nitakatwa kofi sasa hivi. Wanamvumilia kweli kweli. Na sifa ya mwisho, wanamtaka mwanaume ambaye mambo yake anaamua mwenyewe, sio kila kitu anaamuliwa. Sasa ngoja basi familia iseme bwana, make ugomvi huu, kila kitu tu we maamuzi yako, we ni nani? Hasa kwenye ukewenza wanamtaka mwanaume mwenye maamuzi yake. Haya mambo haya ukimpa mwanamke, ongeza na mambo matatu wazungu wanaita LCC, love care concern. Love care concern. Wanawake wote wanaita true love, wanahitaji true love. Wanawake wanahitaji mapenzi ya kweli. Hizi ni sindano tatu. True love. Ukimuuliza mtu unampenda mkeo, ambia sana Sheikh. Haya, unampendaje mkeo? True love. Wanasema true love ni kumpa muda. Unajua mapenzi yana malighafi zake, yana mbegu. Mbegu ya kwanza ni ile tafrighi alwaqti, ni kumpa muda, lakini muda muhimu. Wanawake wengi tunawapa muda, lakini muda ule wa makombo. Shamaliza kazi narudi kulala tu, basi naye angalau nikaonana na mke wangu. Hapana, umpe muda, tena muda uliokuwa muhimu, kwa sababu saikolojia inasema kwa siku mwanaume anazungumza maneno 5,000. Yule mwanaume mzungumzaji sana anaongea kwa siku maneno 5,000, yani kaongea kweli kweli. Lakini wanasema kwa siku mwanamke mpole anaongea maneno 20,000, yani yule ndo mpole. Na katika yale maneno hakuna pointi ya maana, kuna porojo. Na wanaume wengi hawapendi kusikiza zile porojo za wake zao, wanataka pointi, nataka summary. Ila wanasema mwanaume bora ni yule anayetoa muda kusikiliza lile gunia la porojo la mkewe. Kwa sababu usipotoa ule muda, wako wenzio watajitolea kumsikiliza porojo zake, hata awe ndani ya basi. Lazima utoe ule muda kumsikiliza. Sasa wanaume mengi ya wanawake wanasema mwanamke lazima apate mtu wa kumsikiliza. Mpaka wanasema hivi, mwanamke ambaye ana maneno machache ni mpungufu wa akili, saikolojia inasema. Ila mtimilifu wa akili, wanasema mwanamke ambaye anakithirisha kuongea point, kila anachoongea ni point, wanasema huyu ni mpungufu wa akili. Lakini yule ya tharthara mwenye maneno mengi, akili yake iko sawa. Lazima mwanamke asikilizwe sana na apate muda wa kuongea sana. Saa nyingine anaongea kitu kipo na saa nyingine hakipo. Waweza ukarudi anakuhadisia historia, hata wewe ulishai kumhadisia hiyo historia. Tena saa nyingine ile akili inarudi ambia, lakini shekhe si uliniambia wewe? Ambia, mimi mwenyewe nishasahau, twende. Hivyo. Wanasema mwanamke kumpa muda kumsikiliza ni kumtibu. Lakini mwanamke akiwa apati muda wa kusikilizwa na kuongea, wanasema anaweza akaharibikiwa, akaanza kuwa kisirani, hata zile periodi zinaweza zikaharibika zile. Kwa hiyo sisi tukifanya tendo la ndoa, wale spam tunawatoa, akili zetu zinasafishika. Lakini wanawake wakiongea sana, ndo wanasafishika zile akili zao, zinakaa salama. Kwa hiyo kuna wanawake wengine, mimi si Mswahili, siongei sana. Mwanamke inatakiwa aongee sana na kusikilizwa sana. Umpe muda. Sasa wanaume wengi tunachanganya kuhudumikia na kupenda, tunaona ni kitu kimoja. Kimuuliza mtu unampenda mke, ambia ndio Sheikh, nimemnunulia nguo, nimemnunulia chakula, naijali familia. Sheikh, watoto unaweza ukawa unawapa kila kitu, lakini wakadai baba hatupendi. Mke unaweza ukawa unampa kila kitu, vimejaa kwa friji, na nakwambia kila havishuki, mume wangu anipendi. Nini? Haumpi muda. Lakini mwanamke mpe muda muhimu, rudi naye, mshike mkono. Alafu ukishamshika mkono, nenda naye out. Aulizwe tuna shoga yake, makubwa huyo nani?
wewe si ndio baba fulani huyu, umjui jamani? Anasikia furaha kweli kweli. Wallahi anasikia raha mwanamke. Mpe muda, tena muda muhimu, simpe muda wa makombo. Jambo la pili ndio huko kumkea. Lazima pia umjali. Umjali mwanamke. Kumjali matlaba yake. Apate mafuta yake. Lazima apate mafuta. Lazima apate nguo zake. Sio mwaka mzima hata kikanga shekhe. Si sawa. Mlishe pale unapokula wewe. Mlishe pale unapokula wewe. Wanasema mambo mengine kuboresha mahusiano yenu. Jambo la kwanza, isipite wiki ufanye meeting, ukae kidogo na mkeo kikao. Wanandoa ili liwekeni mbele. Alafu muulize mkeo baada ya kile kikao, hebu niambie mambo gani ambayo nikiyafanya unahisi napatia, unaenjoy, nipate kuyazidisha. Na yapi nikiyafanya na kukera naambie, kwa sababu jicho hili mnavyoliona linamuona alokuwa mbali na hata alokuwa karibu linamuona. Lakini shekhe lenyewe halijioni mpaka litumie kioo. Si ndio hivyo jamanini? Na wewe kasoro zako uwezi kuziona. Don't complicate yourself. Sijikubali mwenyewe. Wale wanaojua mambo hujiona mbele za watu hawajui. Hivi ninavyoenda na wewe bwana, tuko sawa? Unafurahia? Au nibadilishe gia? Unaweza ukaona uko sawa, lakini shekhe hauko sawa, unavumiliwa tu. Kwa hiyo mwambie mkeo, sio kikao cha lawama hichi kwamba ndugu zangu wasivyokupenda. Ni kikao cha kujenga. Yapi nikiyafanya unafurahi? Basi vitu vidogo tuseme, wewe ukitabasamu yani nasikia raha. Basi kuanzia leo nikiingia tu hapa mwanzo, lakini ukinuna basi unanitoa mudi yote. Basi mimi bwana haunikeri. Mambo yako yote mazuri, ila kitu kimoja tu kidogo tu, kigombana tu unaniambia utaniacha. Kidogo tu, sasa mimi naona kama siku yote tunaondoka hapa. Umeona hili jambo? Basi mimi nataja talaka kukutisha tisha ili uogope tukae vizuri. Basi ndio unanitoa kwa time mpaka saa nyingine nasema sijui niondoke, nitakuja kuachwa. Jamani, hujarekebisha hapo? Sharekebisha. Kikao muhimu. Nikupe muhimu jengine. Mbegu hizo. Jengine wanasema yule si mkeo shekhe. Unajua watu watatu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakamata mwanzo kuingiza motoni kabla ya watu wengine wote. Malikun kadhab, mtu wa kwanza mfalme muongo, kiongozi muongo. Mtu wa pili maskini jeuri. Tuache hao wengine. Kiongozi hufai kuwa muongo kwa sababu wale watu umewamiliki. Sawa? Sema fakti tu. Sasa pia mwanaume ni kiongozi kwa mkewe. Wanasema hivi, yule mkeo, mapenzi ni uaminifu. Shekhe, usimdanganye hata kwa bahati mbaya. Mueleze ukweli, hata kama ule ukweli utamuuma na we utakugharimu, utakukosti. Lakini mwambie mkeo ukweli. Tumeambiwa uongo unafaa sehemu 3 miongoni mwao kwa mwanamke, lakini Mtume sema liturbiha, kwa sababu ya kumridhisha. Na uongo wenyewe wa kimaanawia, mfano umwambie mimi nakupenda kuliko wanawake wote duniani. Si kweli mama zaidi. Wewe unang'ara kama jua, wapi? Hata kama mshumaa hafikii. Hivyo unaweza ukamwambia. Lakini umetoka kwenye 50 zako unarudi saa 8 za usiku unamwambia nilikuwa itikafu. Mwambie mkeo ukweli, hasa haya mambo ya ukewenza haya. Mwambie ukweli. Hata kama ule ukweli shekhe utakugharimu. Uongo unaangamiza, unavunja mahusiano, kwa sababu shekhe, mtu akikupenda usiondoshe ule uaminifu. Hasa mke. Yani unakuta kuna wanawake anamwamini mumewe, hata akiambiwa hivi sasa mumewe yupo guest anakataa. Mume wangu hawezi. Ujue roho ya mapenzi ipo. Shekhe, hiyo ikiondoka hiyo, Allahu Akbar, ndo hakupendi tena. Ndo ile ukitoka tu amini. Huyu kaenda darasa, kaenda msikitini au kaenda wapi? Huyu tayari. Ndio maana una hata aibu. Shekhe, mke wangu wife ana wivu bwana. Hebu mpigie simu bwana. Unaona niko na Sheikh Shafi hapa. Mambo gani hayo bwana wewe?
Wewe unatuletea sauti za mkeo mbele yetu bwana. Huaminiwi shekhe. Huaminiwi huyo. Huaminiwi. Kuna wanawake wamewatoa uaminifu waume zao. Yaani mwanamke mmoja asema mume wangu simuamini. Wallahi hata niambie kumekucha simuamini mpaka nichungulie nje. Ngishaona alhamdulillah kumekucha kweli. Wafikia stage hiyo. Lakini mke kauli mmoja. Naenda mauridini pengine tutarudi asubuhi inshallah. Mungu akupeleke salama. Aga na wewe hivi uone. Mpaka utume mabango kule Mtoro kote unaona maulidi ile. Na ukifika pale maulidini nipigie video call nikuone. Mtihani mkubwa huo. Mtihani mkubwa. Chanzo ulianza kumdanganya naenda itikafu, alafu baadaye kakugundua umeongeza chuma cha pili. Si mngeajenga muda mrefu tu. Mngeajenga muda mrefu tu. Mimi naoa bwana, nitaoa bwana, nitaoa bwana mpaka mambo yanatiki. Mpaka mambo yanatiki. Ili apaliweke mbele. Jengine wanasema mwambie sana sana mke wako maneno mawili. Mwambie nakupenda na umwambie nakuhitaji. I need you. I love you. Mambo mawili tofauti. Kwanza mwambie nakupenda sana sana. Kwa sababu saikolojia inasema kila baada ya dakika 3 mwanamke anasahau kama anapendwa. Ndio maana utamsikia akisema hivi wewe unanipenda, atakasikie kutoka kwako. La pili mwambie nakuhitaji. Inawezekana mtu unampenda afu umuhitaji. Na alama ya kutokumuhitaji ni ile anaishi kwengine na wewe kwengine. Unamwambia wewe una wasiwasi gani bwana? Si tukitaka tunaonana bwana? Hapana. Ndio pale mkigombana tuambia mimi nashindwa kumwacha shauri ya watoto. Usiishi naye kwa ajili ya watoto. Watoto watakuwa watajitegemea. Jambo jingine kwa wale wenye msimamo wa picha. Wanasema piga naye picha za pamoja mara kwa mara. Piga naye picha za pamoja. Na hili la picha linaingia ukitembea naye shikana naye mikono. Hata kwenye daladala sio unaona aibu. Nani asojua ni mke wako? Tuachiane kwanza. Mambo ya kitoto haya bwana. Hapana. Mtu anayekupenda huwa anapenda kukuintroduce kila sehemu. Jamani sio ndio hivyo? Wife wako kama hujampenda, hutaki tukuone naye ndio ile. Tangulia na tangulia. Mimi nakuja, hamtaki kuongozana hivi. Hata naye kama hajakupenda, ndio kalikwa sehemu na wewe umengangania, unaenda wapi? Twende kama una wasiwasi. Mnaenda kwa shughuli. Anaulizwa na marafiki zake. Shoga huyu nani? Taongea baadaye. Taongea. Watambulishe. Taongea baadaye. Lakini kama anakupenda, mme wangu jamani huyu. Kwa hiyo piga naye picha za pamoja. Ukiingia kwa gari, tafuta pale sehemu, kaa naye kwa pamoja hivi, watu wanaona. Nasibiana naye. Kitu kingine wanasema zawadi. Usirudi nyumbani mikono mitupu kabisa, hata kama ni peremende tu. Na cha mwisho kumbatizi wanasema. Anasema hizi kumbatizi zina mambo mengi. Mkumbatie kwa mbele, kwa nyuma. Na unajua kumbatizi za wapenda nao zina salamu nyingi. Pamoja na kumkisi. Na hizi pia ni sunna. Saida Aisha asema kana Rasulullah yuqabil wa yubashir. Mpaka ndani ya Ramadhani Mtume alikuwa akikumbatia, akibusu wake zake. Mbusu mkeo, kumbatie, kumbatianeni. Hata sisi hapa tukikutana huwa tunahagiana. Sio mambo ya wazungu wazungu. Hivi naondosha vifundo. Lakini nyakati mbili muhimu sana. Zina feelings. Nyakati mbili mtumie jumbe tamtamu mkeo. Akitaka kwenda kulala na akitoka usingizini. Hizi nyakati pale sukuma maneno mazuri kabisa. Tumie message na zile jumbe zile zinafurahisha. Mechora msikiti hivi na maneno mazuri mazuri. Utamkuta anasoma hivi, anaanza kutabasamu. Si kitu kidogo, ndo maneno yenyewe. Utakuta tu inshallah. Inshallah anafly. Anafly. Ndio maana tunasema na hatuogopi. Kukeketa ilikuwemo. Kina Ummu Salama alikuwa akiifanya. Warabu wote Masri huko
Waarabu ambao hawajatahiriwa sasa hivi, ile khitani ala nisa, labda hao watoto wa 2000, lakini wanawake wengi wamepata tohara mataifa ya Kiarabu, si Saudia, si wapi, hata humu Tanzania. Lakini sasa hii tohara hii hivi sasa inafanywa vibaya, inafanywa vibaya mpaka ina athari, mpaka inaua watu. Serikali zote duniani imekataza, imepiga marufuku, kwa sababu Ummu Salama alivyokuwa na wasiwasi, Mtume sallallahu akamwambia basi apunguze kidogo, asiondoshe ile athari yote, sababu mwanamke japo nguo yake ikimshika hivi anapata hisia za ovyo. Kwa hiyo kama kuilimoti kidogo, kuiresistance kidogo, kwa sababu ikiondolewa yote mtu anakosa hisia, na mtu akiwa hana hisia ni ngumu sana kujua thamani ya mwanamke, ya mwanaume. Hata kumtumia message tu, vipi za mchana, umekula, hawezi kufanya vitu kama hivyo. Ana msisimko katika nafsi yake, lakini pia atachanika msamba sana kiafya wakati wa kujifungua. Kwa hiyo haya ndo washaachwa hivyo hivyo, na kama wameachwa hivyo hivyo, dawa yao ni kuwaozesha mapema wasiharibikiwe, ni kuwaozesha mapema wasiharibikiwe. Inshallah tukome hapo, kwa sababu tuna wageni wengi leo. Tumesummarize tu darasa la ndoa, na hapa tuna wazungumzaji na muda unatosha, na muda wetu mashallah unatosha. Wanabusatu, ni kupeni afya. Kuna mti unaitwa mremela, jina jingine unaitwa mwegea, una kazi nyingi sana. Miongoni mwa kazi huu mwegea nitakuja kuainisha. Shikeni tu wale mnaofuatilia mwegea, kitunguu saumu, mwegea na kitunguu saumu hivi na mchaichai, vishikeni hivyo. Alafu kwa upande wa pili kuna kitu tunakiita amla. Ukiingia katika interneti andika amla, ni vitunda hivi, viko India. Kwa huku Kariakoo tunaviita aliamza. Hii aliamza hii ilitibu sana corona, lakini hasa ni tiba nzuri sana kwa tatizo lolote la moyo uliotanuka, wenye tundu, na inashusha kwa one time pressure, kama tutaichanganya na mambo yale ya ubuyu. Sasa katika tatizo hilo, hii nyekundu hii imewekwa amla ndani yake. Hii amla ni nzuri, lakini haitaki mtu mwenye changamoto yoyote. Ni dawa ya moto kidogo, kwa hiyo kama una alsa kidogo, kama ziko mbali tumia, lakini kama haziko mbali unaweza ukatumia hii. Hii kwa kweli kwa tatizo la moyo, zamani tulikuwa tunaita tibika, dawa nzuri sana. Ile ya mambo ya mwegea na mchaichai na saumu na kitu kingine kimeniruka ni hii hapa. Hizi zote ni kwa ajili ya matatizo ya moyo, kuyeyusha mafuta na nini. Hizi dawa hizi mbili, ziko tatu, nyingine inaitwa fuadaka, lakini nimeleta hizi mbili. Hizi mbili hizi, tatizo lolote lile la moyo, kesi ya moyo na moyo ushughulikieni, maana pressure ikifika 200 ndio maradhi ya kiharusi yanakuja. Na ukishindwa hizi kuzipata, hebu mtafute mtu ambaye anaweza kufanya hijama. Qalbun marid, glasi zake zitakuwa hizi tatu. Moja itakuwa juu hapa ukiwa ujala chochote, nyingine itakuwa kwa chembe, nyingine chini ya ziwa. Pia tatizo la moyo kama unaenda kasi, acha hata ile kukata chembe nini, litakuwa limeisha kabisa, hasa kwa hijama. Na vivute mara 5 tu, afu dakika 3 atoe. Na kama atatumia glasi ya moto, hii kopo sijui utaionaje, basi glasi iwe nusu ya hichi kikopo hivi, isizide zaidi ya hivyo. Inshallah taala, wale Waislamu na wale ambao hawajabahatika kuwa Waislamu, hizi ni fadhila za dini ya Kiislamu. Wenye matatizo ya moyo kama binadamu, inshallah tutakuwa tumewasaidia, lakini hata ingekuwa ni wanyama na mioyo pia tuna haki ya kuwasaidia. Kwa hiyo miidam ni binadamu, basi kwa itikadi yao yoyote, basi dawa hizi zinafanya vizuri, na hijama pia wanaweza akafanya. Kitu kingine kwa watu wa busatu tutakachowasaidia nacho
haya maradhi ya saratani. Haya maradhi ya saratani, hii nimesahau kizungu inaitwaje. Hii dawa moja tu shekhe, ukoka tu ule basi unautambaa. Kwa kule Tanga tunauita ukoka. Wenyewe ukiuchanganya na chumvi, yani mtu mwenye pumu za miaka, alhamdulillah atakushukuru. Huu kwenye interneti humo, maradhi ya saratani ajibu sana. Kama kile kiungo hakimtu na saratani, shekhe atakushukuru. Hii hapa siwezi kuitaja, nimechanganya vitu kama 5 vingi. Hii pia ya saratani. Hii ilikuwa ya zamani inafanya vizuri, tumeongezea na hii hapa Kwa maradhi haya ya saratani haya yameingia kwa kasi. Hii hapa wanawake wenye matatizo kwenye titi wengi. Hii shingo ya kizazi, maskini wanawake wanaoza chini, wanatoa harufu. Msilie inshallah, muwahi dawa. Ila mimi nalaumu jambo moja, mtu akishaona titi lake lina mabuja eti anaogopa kwenda kupima, naona watantia wasiwasi. Pima ujue mapema, saratani ikisambaa ndo hatari. Yuzi tuna shekhe wetu sisi, anagundua ana saratani, baki kaumwa muda mrefu, anaenda kupima siku hiyo, tena amekaa hapo kwa Sheikh Shafi. Wameniambia nina saratani. Kitendo cha kwenda India kurudi, ile saratani ishaua figo, kila kitu imesambaa. Shekhe akashindwa kupoa, tukampoteza shekhe wetu. Ni maradhi hatari, lakini ukiyawahi kuna kheri ndani yake. Maradhi mengine ya sukari pia. Maradhi ya sukari kule nyuma dawa zake zipo. Hii ni mti mmoja tu, karotipoli Wengine wanapanda hata majumbani mwao. Hii hapa, hii 1 liter. Hizi hapa karotipoli. Tuligundua hii mtu akiwa ameng'atwa na nyoka akila mmea inatoa sumu. Sasa je, sumu za kwenye kongosho ni 1 time itaondosha. Hizi atumie kopo 2 tu. Za mwisho hizi ziko nyingi, lakini basi za mwisho kasti, mafuta ya kasti au kusti na union oil na haba sauda, mafuta matatu. Mtu yoyote njano imemjaa, tumbo limejaa hivi kwa sababu ya figo, hii inaenda kutoa sumu. Yani kila anayetumia haya mafuta haya, basi huwa akienda hospitalini ambia umetumia nini, sumu zimeshuka. Maana watu wote wenye shida ya figo, wezi kumtibu figo, sharti atoe sumu kwanza kwenye figo. Kwa hiyo haya mafuta yatamtolesha sumu, na mnielewe, simaanishi sumu za mwilini kule kwenye figo. Maana mtu mwingine nataka ile dawa ya sumu. Dawa ya sumu mbali, na dawa za sumu nimeeleza nyingi hapa. Kama kuna mtu ana jasho yake kali, anakula vitu hasikii ladha, analamba hasikii kunusa, tendo la ndoa halielewi, anafanya hana ladha, mwili anasinzia ovyo, huyu tayari ashachafukwa. Damu imekuwa kroniki kwa ajili pengine ya moshi na nini. Kama hana changamoto ya alsa, achukue kila siku asubuhi siku 3 tu malimao 4 yale makubwa, ayakamue kwenye kikombe, atie maji ya moto na kijiko cha asali kupunguza ule ukali. Huyu sumu basi mara moja tu ishaisha. Tena hata kama ni mteja mareli ya typhoid, wishilia mbali hiyo kitu. Sasa nikisema sumu hizi, ila kama ana madonda situmie hizo limao. Kuna njia nyingine, siku nyingine tutamfahamisha. Lakini sumu katika figo mtu atumie hizi. Alafu huu ni mmea mmoja tu, nana. Hii ndio tiba ya figo. Kama hazijapasuka, shekhe umepata uhai. Hii watu wa figo hawana appetite ya kula na nguvu hawana kabisa. Hii dawa nzuri sana hii, mashallah. Ndani yake ina alkasus, ina mremela ndani yake, mwegea, ina mdalasini wa India, ina vitu vingi ndani yake. Kwa wale watu wa figo, nafikiri wengi mashuhuda wengi wametumia. Sasa hapa niongezee. Mwingine asema mimi na ini sijaona ini kuandikwa. Hapana. Dawa inaotibu figo, inatibu maini, inatibu kongosho, inatibu vidonda vya tumbo. Kwa hiyo hizi ukizichukua ndio hizi.
Kituo chetu hichi kinaendelea kutoa huduma za dawa mbalimbali. Tuna dawa kama pisi 200, lakini na dua na visomo. Dua na visomo. Na haya hayaishii hapa hapa. Hata sisi watu wa Busat, mtu mwenye tatizo usaidika na bibi yako, takiwa dua kidogo, basi tusijuane Ijumaa tu. Maradhi tunayo na tunauma sana, na tushughulikie uzima. Afadhali tubakie na umaskini wetu, lakini afya ziwe sawa. Kuna mwingine ni mdakatonge, asipotoka ndani ndo habari kubwa. Walimu wenzetu wa madrasa, usipoenda madrasa ndo hakuna jambo tena. Sasa utaendaje huku mshipa umekushika? Hasa haya mambo ya ngirimaji jitahidini sana haya. Ya kikithiri ndo haya mambo ya prostate cancer, tutaweza wapi sisi? Mambo ya kupasuliwa. Kwa hiyo ukiona tu dalili usikae, lakini si lazima upate dalili. Mtu kila saa kujifanyia check up ya afya ni kitu cha umuhimu. Na la mwisho, tule kisuna jamanini. Lazima tule kisasa. Tumefundishwa KK namna ya kula mpaka kulala Kiislamu. Hii yenyewe inaepusha maradhi mengi. Saida Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema bid'a ya kwanza kuzuka kwa Waislamu ni kula sana na kushiba. Huku kuna matatizo mengi sana. Inna Allaha yabghudha kulla ja'dhari, Mungu anamchukia kila anayekula sana. Mlafi, mkatili, anayepiga makelele sokoni. Kwa hiyo pia tule kwa sunna. Tule kwa sunna. Inshallah taala. Sheikh Mozo karibu, Imamu karibu, Habibi karibu, Sheikh Shafii atatia taaliki kote, lakini atakaribishwa pengine na ndugu yake Chuma cha Mkuranga, na baada ya hapo nami nitaweka mambo sawa. Wajazakumullahu khair, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.